Na mtazamaji, tuko maskani kwa sasa nikiwa na msemaji wa polisi ili kujaribu kuweza kuchanganua na kuweka wazi yale ambayo yanaendelea, kuweza kutafuta mwafaka, na tumeanza kuyazungumzia tu masuala ya usalama katika mikutano ya kisiasa. Kabla tunezetu majumbani tukaangalia usalama wa watu wanakoishi, lakini kile ambacho kimeibua maswali hapa ni kwamba taarifa ya kwanza tulioipata endapo wajiunga nasi kwa sasa ni kwamba mikutano miwili iliyofanyika Kitengela na Kakamega hawakupata ombi rasmi la mikutano kama ile. Na pili anachosema ni kwamba licha ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya vitoa machozi viko katika himaya ya maafisa wa polisi, lakini vile ambao vilirushwa Kitengela na Kakamega kwa wakuu wa maafisa wa polisi katika maeneo yale ya Kitengela na Kajiado na huko, ni kwamba hawana ufahamu wa vitoa machozi vile. Kwa hiyo ni masuala ambayo yanaendelea kuchunguzwa, na hapo wajua inaibua swali zito sana. Wakati maafisa wa polisi ama kamanda hana habari ya vitoa machozi vile, na viongozi waliopanda na wananchi waliotumia vitoa machozi, kwa sababu wanajua katika himaya ya polisi moja kwa moja wanajua ni maafisa wa polisi ambao wametibua mkutano ule, ila hali anayeshtumiwa naye anasema hana habari. Rashid, nachanganya kwa kiasi fulani. Ni kweli, na siwezi nikaketi hapa, manake intelligence ya Kenya ni kwamba Wakenya wako na ufahamu, na Wakenya wanaweza jijazia waseme ya kwamba sisi ndio wenye tear gas, zile vitoa machozi sisi ndio wenye kumiliki. Baada ya hayo matukio Kitengela na Kakamega, nipatia na hiyo mfano, imembidi kwamba sisi wenyewe tujirundie ndani kwa ndani. Sasa hivi vile tunazungumza, naweza kueleza bila shauku yoyote kwamba Inspector General ameitisha mkutano wa commanders kesho. Mkutano unaendelea tayari, tunaita retreat. Maanake tutakuwa na internal communication sisi wenyewe. Namna ya kuhudumia wananchi inafika mahali lazima mara kwa mara tujirudie wenyewe, manake tujiulize dosari iko wapi. Na mfano mzuri ni tumesema wa tear gas. Kesho Mombasa kuna retreat kubwa ambayo imeanza leo. Commanders wote wako kule at the regional level and the directors wako kule, na mkutano wenyewe ni wa siku mbili, unaisha kesho. Wiki ijayo pia Inspector General ameita commanders at even a lower level, tunasema county commanders, regional commanders. Pia hiyo mkutano unafanyika siku ya nafikiri Tuesday ama Wednesday next week, hii wiki ambayo inafuata. Manake ni maswala mazito, Rashid, yale ambayo tumeyaona, na nikiketi hapa nizungumza ni kama hakuna kitu ambacho kimetendeka ama hakuna kitu Wakenya wameweza kujionea. Lakini kama vile tunasema kosa tuite kosa, lakini pia makosa kubwa itakuwa kwamba lile kosa linajirudia tena. Kwa hivyo Inspector General akiita commanders wote na service commanders DCI wote, ni ile kuwa na in-house meeting. Manake ningetaka nihakikishe hapo, labda unisikize vizuri kwamba other than ile communications za zingine tunapatia wananchi, lakini kuna kuanga na hata communication nyingine zaidi ndani kwa ndani, na hii ni mfano mzuri. Ikifika kesho yo retreat iishe, kutakuwa na resolution, manake directive ya Inspector General lazima iwekwe wazi. Lazima tuseme kwamba hii policing tutaifanya vipi, ama ni sehemu zipi ambazo tunatakana tubadilishe. Na hivyo mkutano utafuatilishwa na mkutano wa wiki ambayo inakuja, wiki ambayo tunaelekea, na yote madhumuni yake ni kuhakikisha kwamba utendaji wetu wa kazi unaimarika, utendaji wetu wa kazi unakuwa sawasawa. Na nani huu mwenye kupata utendaji kazi? Ni mwananchi wa kawaida. Manake hatuwezi tukakuwa kwamba sisi ni police officers, sisi ni maofficers wa polisi for the sake of it. It's for the safety and security ya mwananchi wa kawaida. Na nitakuza swali moja na nataka tuweze kulizungumza, kwa sababu ukiangalia katika weekend hiyo ambao kuna hii mikutano, kuna Linda Mwananchi wako kule, kuna Linda Ground wako pande ule mwingine, kuna United Opposition kule mwingine kabisa. Lakini Linda Mwananchi
kwa masaibu anayopitia, ujumbe unaojitokeza ambao nimekuleta hapa uweze kufafanua kabisa, itatokea nadharia fulani ya kwamba yule ambaye anakashifu ama haungi mkono rais wa Jamhuri ya Kenya, upande wake unapata masaibu, sababu ndio picha ambayo inajitokeza. Na wao wanaamini kwamba maafisa wa polisi wako hapa sio wa kulinda mtu mmoja, ni wa kutoa usalama kwa kila mtu. Je, ni ukweli kwamba inafika mahali kwamba mnafinyika kutowapa usalama wananchi wale ambao labda kwa njia moja ama nyingine watofautiana kisera, kifikra, kimawazo na rais aliye madarakani? Rahasha. Hilo ni jambo ambalo ningetaka nieleze Mkenya yote ambaye ananitazama, na kwamba wakati tunazungumza kama National Police Service, majukumu ya Inspector General yako katika katiba, na ni jukumu yetu kuhakikisha kwamba ile katiba inalindwa. Kwa hivyo hatuwezi kuwa na kwamba kuna watu fulani ambao wanapendelewa, labda dhana kama hilo imeonekana, lakini ukweli ni kwamba sheria lazima ifuatwe. Yule mtu yote ambaye analeta vurugu, yule mtu yote ambaye yule ni mtu ambaye ni mkora, yule ni mhalifu, acha nitumie hiyo, ni mhalifu yule yote ambaye anaenda kinyume cha sheria. Na mshatanja kwamba Inspector General ameita commanders wote, labda kama kuna tashwishi yoyote kwa macommanders, manake saa zingine kuna namna tunaweza keti alafu kuwe kwamba tunasema kwamba Rashid, lazima tuna insist na tunajileta pamoja kwa mikutano, tunajileta, maana ile dhana lazima iwekwe wazi. Lakini kunapokuwa na kimya, dhani inakubalika, kwa sababu tunasema kwamba lazima muwe na mawasiliano ya haraka kabisa, kwa sababu kama kuna kitu kimeweza kufanyika alafu mmekaa kimya, na yule mwananchi na mawazo yale hataamini, kwa sababu shida ni kwamba pametokea kitu fulani, mmeona, atakana kesho tayari mna kikao, mnasema kwamba tuliona tukio Kitengela, kwa sababu hatujui ni nani ambaye alirusha vitu wa machozi, lakini swali tunaweza kulifanyia kazi. Lakini kimya kinapokuwa kinazidi, nakubali Rashid, wataamini wanachoamini. Nakubali Rashid, na tulisema kwamba tuongee kwa wazi. Kusimama kwangu hapa kukuwa na huu mjadala, nataka kuongea moja kwa moja kwa Wakenya kwamba kweli mahali kumeonekana labda kuna tashwishi kidogo kwa upande wetu, tunasema kwamba ni kweli, lazima turekebishe, lazima tuwe ni watu wa kuwajibika. Kuanzia hiyo mkutano wa kesho na kuanzia tena tukirudi tena ile mkutano ambayo inakuja hii wiki ambayo inafuata, ni kwamba tunataka to reconfirm our position kama National Police Service kwamba huduma yetu ni kwa mwananchi, awe ni upande wa upinzani, awe ni upande wa serikali. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba kila Mkenya, kila taxpayer anapata haki ama anapata ile utumizi wetu ni kuhakikisha kwamba ni kwa kila mtu. Na tukiwa pale tu pia, na najua ni mambo ambayo Inspector General pia atazungumzia, ni kwamba tuite ukora ama utovu wa usalama, ama tuite kwa jina lake. Kama mtu amekosea, tuseme huyu ni mhalifu. Si kwamba hakuna mhalifu wa serikali na hakuna mhalifu wa upinzani. Hapo ndio tukitaka tulenge, na hayo ni mambo ambayo lazima yatoke kwa nguvu. Na kweli nimekubali saa zingine tukichelewa kidogo kuzungumzia wananchi na kuwaelezea mahali tupo, hiyo dhana ama fikra inaweza anza kuibuka. Hatutaki kuelekea hapo, manake mbele yetu hapa baada ya miezi 15 hivi tuelekea kwa uchaguzi,
na hilo ni jambo ambalo labda najua tutazungumzia. Alizungumza kwa kweli, umesema kwamba hakuna mhalifu wa upinzani, hakuna mhalifu wa serikali, na pia hakuna afisa polisi wa upinzani na hakuna afisa polisi wa serikali. Lazima pia usalama uweze kuimarishwa. Kuna tukio lilifanyika kule Othaya, kama mwelekezi wangu anaweza kutupa moja kwa moja ili tuweze nikuulize kabisa nini kilichofanyika Othaya. Maanake mengi yameweza kuzungumzwa, lakini nyinyi ndio mna jukumu la kueleza Wakenya ni nini kilichofanyika kanisani Othaya wakati aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na viongozi wengine walikuwa wameenda kule kwenda Bwana Rashid, na najua hata Wakenya ambao waliweza kuona zile video, yale ni mambo ambayo pia si ya kuridhisha, ni ya kuofisha. Hatujaweza kukamilisha yale ambayo tunataka tukamilishe. Mara mwisho wakati nimeongea na Internal Affairs Unit, manake sisi saa zingine polisi tunajiweka kando kidogo, tunaleta independent body. Manake Internal Affairs Unit na IPOA wote wako kwa yale mambo ambayo yalitendeka Othaya, wote wanaangazia wakiwa wote pamoja. Manake IPOA limit yao ni kwamba IPOA haiwezi ika-investigate ama ikashughulika na jambo ambalo wananchi wamehusika, wananchi wa kawaida. IPOA ina focus na mahali polisi wamehusika. Kwa hivyo IPOA wako ndani ya ule uchunguzi, lakini pia tunaitisha mtu anaitwa pia Internal Affairs Unit. Internal Affairs Unit ni cross cutting. Yeye atazungumza na mwananchi mshukiwa na atazungumza na ofisa wa polisi mshukiwa. Kwa hivyo mara ya mwisho wakati nimezungumza na Internal Affairs Unit, because hii ni kitu ambacho naweza zungumza with authority, ni kwamba zaidi ya 80% ya ile faili yao iko karibu kukamilika. Upande wa IPOA pia watatueleza wako wapi. Lakini tukirudi kwa ile swali ni kwamba siwezi nikaketi hapa na tuseme ya kwamba yale matukio tuliyaona Witima ACK Church ni mambo ambayo kwa nchi ambayo inakuwa kidemokrasia, kwa nchi ambayo inajali haki za binadamu. Manake ukiangalia, kama unaangalia katika runinga, vitua machozi sana, watu wanakimbia patashika hapa na pale. Kuna watu ambao wana nguo rasmi lakini wanamiliki bunduki. Ilikuwa ni picha ambayo kweli iliibua maswali. Kuna watu kanisani wanaabudu. Kwa hiyo kwa tukio kama lile lilishtua taifa, na katika maelezo yako ni kwamba lile pia mlilizamia katika uchunguzi, na kwa hivi sasa mko kama 80% kukamilisha. Rashid, saa zingine kuna vile utasema post moment, manake saa zingine tunaweza kosa kuwa tunakimbia kwa ile speed ya social media. Lakini kwangu ni kwamba, na kwa ofisi ya Inspector General ni kwamba wale ambao wana jukumu la kutupatia taarifa, la kupatia mwelekezo kuhusiana na, manake tukiangalia ni tukio ambalo kila mtu anakubali kwamba si tukio ambalo sisi kama Wakenya ni kitu ambalo tunaweza kubali kiendelee, na tuatarajia kwamba wale independent bodies wale wamepewa kazi yake wamalize ile kazi na watupatie taarifa ambayo ni sawa sawa. Si kwamba ifanye uchunguzi haraka mara tunakimbia kotini, mara unasikia ushahidi au umetosha. Tumewapatia muda watueleze na waeleze Wakenya. Naam, kuna swali zuri umesema wakati uchunguzi unaendelea, kwa sababu naona kwamba lilifanyika kanisani, uchunguzi umeendelea. Kumefanyika Kitengela, uchunguzi unaendelea. Umefanyika Kamego, uchunguzi unaendelea. Mtafanyaje kuzuia haya mambo yasiendelee? Kwa sababu hilo ndio swala maana, kwa sababu mtu anajiuliza itakuwa kila siku panatokea dharura alafu maafisa sema kwamba tunachunguza. Mbona msije na mipango kuhakikisha kwamba tutakuwa tuko macho, tuko ange kiasi cha kwamba kama kuna mtu yote ambaye ana nia mbaya haya matukio ya faida. Lakini tukisema uchunguzi unaendelea lakini kuna uhai umepotea. Uchunguzi unaendelea, kuna watu wamepata majeraha. Kwa hiyo tutoke kwa uchunguzi. Nafanyaje kuanzia sasa kuendelea kuhakikisha kwamba ni mkutano wa kisiasa, ni mkutano wa kina mama, haijalishi ni wapi, Wakenya watalindwa bila kutoa mwanya wa wahuni kutekeleza mambo. Wakenya watalindwa, Rashid. Hakika Wakenya watalindwa. Na mimi nasema hivi, yale mambo ambayo tumeyaona
hizo vituko ni vitu ambavyo tunataka kuweka kwa kaburi la sahau moving forward. Inspector General mwenyewe saa zingine wakati tunapata nafasi ya kuzungumza na yeye personally, yeye anaichukua personally kwamba hili ni jambo ambalo hatuwezi tukakubali kama even for hata mtu wa kawaida. Wacha mimi ofisa wa polisi, yeye mwenyewe amesisitiza, amesema ya kwamba enough is enough, na hata kuita wale commanders kwa mfano, na nimezungumzia kuhusu kukutana kwetu kuwa na ile kamukuji yetu ile ndani kwa ndani. Ni moja ya hatua ambazo Inspector General amechukua kuhakikisha kwamba commanders wenyewe wataanza kuwa accountable, individually accountable. Kitu kama imetendeka zile tuseme kwa hii studio, Rashid, wewe ndio mkubwa wa hii studio hapa, yule mtu ataulizwa, sio msemaji wa polisi. Rashid ataulizwa ni nini litendeka hapa kwa hii studio. Kwa hivyo tukisonga mbele, Inspector General ya kwamba akona mwelekeo kuhakikisha ya kwamba kama kuna mambo ambayo imetendeka ambayo hayaridhishi, ambayo ni kinyume cha sheria, wale commanders ambao wako kwa ile sehemu wanatakana watupatie jawabu mara moja, watuelekeze, wape Kenyans confidence, waambia kwamba utovu wa usalama ama kukiwa kwamba kuna uhalifu ambao unaonekana, wale commanders watueleze kitu gani ambacho kinaendelea. Na bila shaka mtazamaji, na kuna maoni mengi tu ambayo yanajitokeza kwa wananchi, takuwa nayasoma haya maswali, manake swala usalama ni muhimu sana. Msemaji wa polisi, kwa tukirudi kwa tunayazungumza mengi kuhusiana hayo. Umetueleza kwamba kwa matukio hayo matatu yaliyofanyika ya kisiasa na mawili ya kisiasa na moja kanisani, ni kwamba uchunguzi unaendelea, na kwa hiyo tusubiri Wakenya watapewa uchunguzi, na pia amerai viongozi wa pande zote za kisiasa kama wanakwenda katika mikutano hii, basi wahakikishe kwamba wanatoa taarifa rasmi, ili pia maafisa wa polisi washirikiane nao kuhakikisha kwamba mambo yanavyokwenda bila kuhitilafiwa kwa chochote kile na bila kuhatarisha maisha ya Wakenya. Na mtazamaji, tutarudi na mengi baada ya muda usiokuwa mrefu. Kumbuka kuna kizaazaa kimeshuhudiwa Nakuru, na pia vile kumekuwa na kizaazaa kikishuhudiwa katika maeneo ya Pwani, ambapo Regional Commander Ali Nuno amekuwa mstari wa mbele kusema kwamba lazima tumalize wahuni hawa kukatakata watu mapanga usiku na mchana. Tutarudi na mengi baada ya muda usiokuwa mrefu.